Kuna wale ambao mmekuwa mkisumbuka, watu wanawaibia katika maeneo ya kazi, unaibiwa kwa boma, unaibiwa katika ofisi yako. Nitaenda kuwapatia ujumbe utakao wasaidia kulinda. Yaani najua mlinzi ni Mungu. Najua mlinzi ni anasaidia ni Mungu. Bwana asipoulinda mji, hao walindao wafanya kazi ya bure. Lakini huyo Bwana anayelinda mji amepatia watu maarifa ya kujimudu. Ndio naona hata wahubiri wanawaambia Mungu ndiye anayelinda, lakini wanatembea na watu walio na mabunduki. Hata wahubiri wenyewe wako na mabunduki katika viuno vyao, lakini wanakuhubiria wakikwambia Mungu atakulinda, Mungu atakusaidia. Ni kwa sababu pamoja na Mungu kulinda, kuna vitu vya asili ambavyo Mungu amepeana katika maisha ya mwanadamu, ili mwanadamu aviweke mahali pasawa ndio aweze kupata hata ulinzi. Tunajenga majumba na tunaweka milango kwa ajili ya security. Hata makanisa na misikiti zinawekwa milango kwa ajili ya security. Lakini hiyo makanisa na misikiti tunapozijenga, si huwa tunasema ni nyumba ya Mungu. Lakini mbona tunaamini ni nyumba ya Mungu na tunaweka malango? Kwa sababu law ya duniani inaturuhusu tuweke ulinzi kama ule, na ni maarifa ambayo Mungu amepeana. Kwa hivyo hapa pia katika maboma kuna kitu ambacho unaweza fanya kwa boma yako. Watu wakiingia kuiba pale, wanaweza kuwa vile unavyotaka. Ukitaka waanguke wafe, ukitaka wawe susu, ukitaka wafanyike mawazimu, ukitaka wafagie hiyo compound, ukitaka wacheke mpaka vile utakuja wapungue, ukitaka wakae dormant wakiwa wamenyamaza mpaka vile utakuja wafungue. Basi hiyo yote inawezekana. Hiyo yote inawezekana, na Mungu wa uzima atakusaidia, utaelewa na utajua lile ambalo unapaswa kufanya. Mungu atakusaidia. Sasa kitu ya kufanya ni jambo moja. Jambo moja la kufanya ni product hii. Hii product itakusaidia. Hii product itakusaidia kuepuka mitego hiyo. Utachukua hii, utaweza kufaulu. Ukitaka kunipata, utapiga namba katika WhatsApp, na hapo katika WhatsApp utanipata. Sasa hapo katika WhatsApp ukinipata, nitakuelekeza vile unaweza pata hii. Maana hii ndio muhimu sana. Vitu vingine sana si muhimu, lakini hii sana ndio muhimu. Hii ingine najua unaweza kuipata rahisi, lakini hii ndio muhimu sana. Na kukuelekeza vile utaipata inaweza kuwa ngumu, inaweza kuwa changamoto. So Mungu akusaidie uweze kujua vile unaweza kufanya ili kuepuka mitego hiyo. So unanielewa? Utachukua hii, alafu utaweka ndani nini? Utaweka ndani video hii vile na kuelekeza. Ukishaweka ndani, basi utangojea mpaka Mungu atafanya kazi katika hali hiyo. Utaweza kutema mate ndani yake. Utaweza kutema mate ndani yake mara 3. Ukishatema mara 3, utazie katika compound ile ambayo umetaka kufanya ndani. Pale kwa boma yako, pale kwa mlango, kwa geti yako ya compound, pale kwa mlango. Na hiyo haitakuwa kurudisha vitu ambavyo vimechukuliwa. Haitawezekana. Hiyo itakuwa ni ya kulinda. Hiyo itakusaidia kwa ajili ya protection. Hiyo ni protection. Hiyo sio restoration. Mambo yaliyochukuliwa ati yanarudishwa, hapana. Hiyo ni mambo ambayo wale ambao wataingia wakiwa na nia hiyo, kulingana vile utakavyosema ndivyo itakavyokuwa. Utaongelesha jambo lile. Baada ya kuweka, utaandika majina yako. Karatasi kanaweza kunjika, uingize hapa, alafu uongeze hii dawa hii. Sasa katika compound hapo mbele yako hapo utaona mabadiliko kutoka hapo. Hiyo itakusaidia. Namba ya kuoda itakuwa hapa. Kwa wale ambao mnaweza, tawekea katika maboma, sehemu za kazi. Wengi mnasumbuliwa na hiyo tatizo. Sasa nimewaletea mwelekeo wa kuwasaidia. Hakuna mtu atakayeweza kuingia hapo na kufanya hiyo vituko. Wale mnaonisumbua na masimu, mnaonisumbua na message, emails, mkitaka hiyo mwelekeo, sasa nimewapatia. Namba yangu itakuwa hapa, utatafuta vile utanipata. Na hiyo nitakuelekeza la kufanya. Popote ulipo, wale mko Amerika, mko Canada, mko wapi,
vile nimewaelekeza. Mungu awasaidie. Asante kwa kunipata, asante kwa kusikia. Mungu awabariki. Tukutane kwa hiyo video ingine. Bye bye.